direct. Mr. Speaker, umesema clear kwamba tunaona pale aliyekuwa naibu wa rais Bwana Rigathi Gachagua ako na zile mipangilio zake za kufanya nini, za kuenda Ikulu. Mimi kulingana na maono yangu ama kuonelea kwangu na fikira zangu, ninaona ya kwamba haiwezekani. Kwa sababu gani? Mtu huwezi kuwa ulikuwa kwa serikali, ile wakati ulikuwa kwa serikali ulikuwa unaona ya kwamba wananchi hawafai machoni pako. Wananchi unaona kama ni kichwa yako, kipara yako ambao umenyolewa. Unaona ya kwamba serikali wakati ambao alikuwa na Rais William Samuel Ruto alisema ya kwamba wao ndio wanafanya nini? Wanaweza. Na walikuwa pamoja kwa ile wakati. Ambapo inafika wakati unatoka kwenye serikali unakuja huku nje kutufunika macho na kutupaka matoke kwa uso na mafuta ya ng'ombe ya kwamba unataka usimame urais. Nataka nikuombe Bwana Rigathi Gachagua, hapo natumai ya kwamba unaweza jaribu siku nyingine, lakini kwa kile kilio ambayo tumelia sasa hivi na maumivu ambao wananchi sisi tumefanya nini, tumeweza kuumia kwa juu yako na Rais William Ruto, siwezi dhubutu kushika ID yangu ama kura yangu niende niseme ya kwamba Rigathi tosha. Kichwa yangu haitakuwa mzuri na nitakuwa nimeharibika kichwa, kwa sababu mmetunyanyasa kwa muda mrefu. Mmefanya vitu ambavyo havistahili, vitu ambavyo vinafanya wananchi tunafanya nini, tunatengana. After umetoka kwa serikali, wewe ndio huyu unasema ya kwamba serikali ni mbaya, sijui nani ni mwizi, sijui nani mwizi. Je, wewe ulikuwa wapi wakati mlianza na Rais William Ruto? Ulikuwa wapi? Hapo nimetoka. Nimekuomba Bwana Rigathi Gachagua, hapo hautapenya, jaribu kwingine ama uunge mtu mwingine mkono, tutakuunga nao pia. Lakini kama ni wewe ndugu yangu, hiyo ni uongo ya mchana. Asubuhi saa 11 utakuwa unaanguka, tunakurudisha kule Kiambu County. Is it Kiambu County? Mada ya pili.